na kurushia update na info zote ambazo zinatendi kwenye mitandao ya kijamii. Tupo nyumbani kwa bibi wa miaka 60 ambaye amefunga ndoa na kijana wa miaka 27. Ise ni jambo la kushangaza kidogo. Tupo nyumbani kwake, lakini tumekutana na bintiye, mtoto wa mama yake mzazi, yani Amini mjukuu. Tukaona so vema tupige naye story 2-3 kujua mawili matatu kitu gani kinaendelea kwenye hii familia. Lakini yeye kama mjukuu na anaishi na bibi yake hapa, amelichukua liaje ili swala na linaendaje kwenye mkakati mzima wa familia. Tupo naye hapa. Aise, usisahau kusubscribe, kushare na kulike kwenye video hii. Bwana, mambo vipi? Mambo poa. Aise, uko good sana? Niko good sana kabisa. Tukaona tusogee pande hizi hapa kujua mawili matatu, japokuwa bibi mwenyewe yupo kwenye honeymoon. Of course yupo kwenye honeymoon, yupo kwenye ndoa. Kwanza mmelipokeaje? Wewe kama mjukuu mtaani maneno umelipokeaje ili swala? Mimi kiujumla nimelipokea vizuri, ila mwanzo ilikuwa inanishangaza kidogo. Ila kwa ujumla, kwa sababu yeye bibi kama bibi amelizika na hamna mtu ambaye anayemkataza, kwa hiyo sisi tumeamua ni swala la kawaida sana kulipokea. Tutamheshimu kama babu, maana babu amefariki miaka mingi sasa. Ila yani japo kidogo inatia mashaka, ni maajabu mtoto wa miaka 27 kwenda kutrendi na mtu mwenye miaka 60. Huyo miaka 27 si size yako kabisa? Huyo mwenye miaka 27 ni size yangu kabisa, ni angetakiwa kunioa mimi, kwa sababu mimi mwenyewe hapa mume wangu ndo lika lake lilikuwa hilo. Hata hivyo mimi nimeachika, nimerudi nyumbani ndo nimekuta tayari ndo ameshafanyika. Ina maana wewe umeachika lakini bibi tayari kachukuliwa, tayari upo kwenye ndoa. Yeah. Kwa huyo kijana, kwa jinsi ambavyo wewe kama wewe, japokuwa ashaingia kwenye familia yenu, wewe unamzungumziaje kwa jinsi alivyo? Je, atakuwa na matunda na bibi yako kweli? Kiujumla hatuwezi kujua, ila tunawaangalia na tunaona wanapendana, ila sijajua huko mbele inakuja kutokea nini, kwa sababu ni maamuzi yao na maisha ambao yeye, tuseme yeye mvulana ameamua kuishi hivyo. Hatuwezi kujua mpaka anafikia stage ya kuishi na mtu ambaye tayari amemzidi umri zaidi ya mama yake mzazi. Hatuna cha kusema zaidi ya kusema tu tunawaombea waishi vizuri. Ukizungumzia swala la au msemo unaosema ng'ombe azeeki maini, je, ni kweli bibi yako ana chachu na vibe kweli za kimahaba jinsi ambavyo inaonekana? Kwa jinsi ninavyomwona yuko vizuri, ila sasa ni ushauri wangu kwa huyu kijana, kwa sababu mimi napenda waishi, ila kijana ni ushauri wangu, je, ana mtoto? Kwa sababu mtu mwenye miaka 60 tayari ameshafunga kuzaa, ina maana paka anafikia kupata wajukuu wenye umri wa miaka 25. Ina maana sio tena tuseme ni msichana tena, ina maana kaishapita kwenye lika la usichana. Sisi hatuna la kusema zaidi ya wao kuamua maamuzi yao, tayari wameshafunga ndoa, hatuna uwezo wa kuwazuia. Tukiangalia labda kwa upande wenu nyie kama wanafamilia, na wewe ukiwa ni mtoto ambao kidogo japokuwa mkubwa amekataa kuhojiana na sisi, na wewe ni miongoni mwa mtu ambaye umesema mimi niko tayari, ngoja uzungumze. Naamini unazungumza mambo ambayo yapo na mambo ambayo mnayafahamu chini kwa chini. Mtazamaji anataka kujua vichache, nyie kama familia, ni nani kwa upande wenu ambaye kidogo kana crash ili swala kwamba mimi sitaki kwa sababu anatutia aibu, kwa nini sasa swala limefika kwenye mitandao ya kijamii hivi na hivi? Unafikiri ni nani ambaye kidogo anasema hii swala lisiendelee, hebu lipingwe mpaka sasa hivi kwenye familia? Swala limepingwa kama bwana mume wa bibi yetu, baba yake amelipinga hilo swala na alikataa kwa ndoa isifanyike. Lakini ikaonekana ndoa imefanyika kutokana wenye jinsi walivyokaa na mipango yao, wamependana. Na sitoshe yule bibi pia alikataa hata michango, akasema sitaki mchango wowote, nisichangiwe, ila nataka watu waje kula wafurahi kwa sababu mimi na pesa ninazo, kwa sababu tu anamiliki gari zenye hela zaidi. Na ndio maana pengine yule kijana anaweza kajiwekeza pale kwake. Sasa sisi hatuwezi kujua kama wajukuu, hatuwezi kujua anampatia kitu gani.
tutaendelea kuangalia na mahusiano yao jinsi yalivyo, ila kwa kweli kwa mimi sijapenda. Mimi kama mimi sijapenda, ila ni kwa sababu ni bibi yangu, ni familia yangu, nitamheshimu kwa sababu hata mume wangu akija kuangalia familia inabidi amwamkie, sasa amwamkie babu shikamoo, kwa sababu atakuwa amemnyima heshima yake kutokana na kana bibi yetu. Ndugu wa mwanaume wengi wamekuwa kipinga hili swala na tumehojiana nao kwenye interviews zilizopita. Unazungumziaje kwa upande wa ndugu wa mwanaume? Sisi hatuna la kuzungumzia, ila tunawaambia tu wasubiri, waliacha hili swala mpaka mwisho utakapofikia. Tuone hata leo waje waseme hatumtaki, wakati tayari wenyewe wameshapendana na wameshafunga ndoa. Kwa sasa hivi hatuwezi tena kusema hawasioane. Wangekuwa wanazuia basi wangeenda pale kanisani, wangezuia hili swala, lakini swala ndio hivyo limeshashindikana na sasa hivi wanakaa wote pamoja. Kwa hiyo hatuna tena cha kusema. Kama ndugu wa mume wamesema wamtaki, au pia wameamua kusema hatuwezi kufika kwa bwana fulani, tayari vile vile wameshapendana wenyewe, inabidi wakubaliane tu na maamuzi. Mbona sasa hivi ni watu wengi sana. Ukiangalia kimfano Zari the Boss, umeona mwanaume aliyokuwa naye, umeona ni Zari the Boss Lady ana uwezo wa kupata mtoto. Je, bibi yako kweli atabeba ujauzito? Hatuwezi kujua. Pengine anaweza akabeba kwa sababu miaka sasa hivi, unajua Harmonize kasema umri namba. Kwa bibi yako na appreciate kabisa. Mimi kabisa. Anaweza kukuta siku inayofuata namkuta tena mdogo wangu pale. Maana nitamkuta mdogo wangu sasa. Nitamkuta mdogo wangu, bwana nisaidie kufua hapa. Nakuta hivi ukihusisha mambo ya malimbwata bibi yako, labda mtaalamu sana mpaka kamteka kijana kweli. Unahisi ni nini? Ni pesa peke yake au vipi? Hamna, yule ni mzee wa zamani. Yaani mzee wa zamani wanakuaga na story ndefu sana tofauti na sisi. Unajua sisi tunaolewa bwana, tunaweza tukaachika tu. Umeona? Hebu bibi yako ana watoto wangapi kwanza tujue rekodi ya watoto ambao mpaka sasa hivi ana? Bibi yangu ana watoto wengi tu. Siwezi kusema, ila na watoto wakubwa. Ambao wakubwa. Wewe ni mjukuu kutoka kwa mtoto wangapi kwa bibi yako? Amini mama yako ni wangapi kwa bibi yako? Mimi ni mtoto wa mwisho. Mama yangu mtoto wa mwisho. Ni wa mwisho kabisa. Ina maana kuna wajomba sijui, amini ni wajomba? Wapo. Wakubwa sana zaidi. Wapo wakubwa. Bwana hongera sana. Bwana tumepiga naye story 2-3 kuhusiana na issue kubwa ya bibi yake, na hayo ni baadhi ya mambo ambayo ameweza kuyazungumza. Bwana dondosha drop comment yako hapo chini, lakini utuambie na wewe nini maoni